Kuna wakati kioo hakionyeshi tu sura, bali kinaficha ukweli wa ndani ya nafsi. Mwanafalsafa kutoka Ujerumani Friedrich Nietzsche aliwahi kusema, "He who fights with monsters should be careful lest he thereby become a monster." Kwa maana anayepigana na viumbe waovu anapaswa kuwa mwangalifu asije naye akawa kama wao. Hapa mwanafalsafa Friedrich alimaanisha watu wanaweza kuanza kwa kupambana na majeraha ya ndani, kukataliwa au kutothaminiwa, lakini katika kujilinda wanajijengea taswira ya kujiona bora kupita kiasi. Taratibu ile kinga inageuka kuwa tabia ya narcissism. Karibu katika simulizi za Fatma Bernard, na leo hii tunaangazia simulizi ya narcissism iliyoandaliwa nami kwa udhamini wa Asam Electrical Company Limited. Kuna hali fulani ndani ya akili ya binadamu ambayo haionekani kwa macho, lakini hujionesha kupitia matendo, maneno na namna mtu anavyowasiliana na wengine. Hali hii inajulikana kama narcissistic personality disorder. Ni hali inayohusisha mtu kuwa na mtazamo uliopitiliza kwa kujiona bora, hitaji kubwa la kusifiwa na ugumu wa kuelewa au kujali hisia za wengine. Narcissism sio tu kujipenda kama wengine wanavyodhani, bali ni hali yenye mizizi ya ndani zaidi. Asili ya neno hili linatokana na simulizi za kale za Narcissus, kijana aliyependana na taswira yake mwenyewe hadi akasahau ulimwengu unaomzunguka. Hapa ndipo dhana ya kujikita kwenye nafsi kupita kiasi ilipoanzia kueleweka. Kwa mujibu wa tafiti za wanasaikolojia kama Sigmund Freud, hali hii inaweza kuwa ni kinga ya nafsi dhidi ya majeraha ya kihisia yaliyotokea zamani, hasa katika hatua za awali za maisha. Mtu anaweza kujijenga taswira ya kujiona bora ili kuficha hali ya ndani ya kutojiamini au kukosa uthamini wa kweli. Hali hii imeendelea kufafanuliwa zaidi na wataalamu wa kisasa kama Ramani Durvazula, ambao wanaeleza kuwa mara nyingi narcissism huficha udhaifu wa ndani ambao huonekana kirahisi. Kwa mtu mwenye hali hii, maisha ya kijamii huwa na changamoto nyingi. Mahusiano mara nyingi hukumbwa na migogoro kwa sababu ya kukosa usawa wa kihisia. Wengine huweza kuhisi kupuuzwa, kutothaminiwa au kutumika kama chombo cha kukidhi mahitaji ya mtu huyo. Aidha, kukosolewa kunakuwa jambo gumu kulikubali na mara nyingi husababisha hasira, kujitetea kupita kiasi au kujiondoa katika mazingira ya kijamii. Tunashuhudia haya mara nyingi kwa watu wenye tatizo hili ofisini, nyumbani, hata vijiweni mwetu tunapopiga soga. Kadiri muda unavyopita, athari hizi zinaweza kupelekea upweke, msongo wa mawazo na hata kushindwa kushirikiana vizuri katika mazingira ya kazi au jamii kwa ujumla. Ingawa kwa nje mtu anaweza kuonekana mwenye kujiamini na mwenye nguvu, ndani kunaweza kuwepo hali ya kutoridhika na nafsi pamoja na hofu ya kuonekana dhaifu. Hata hivyo, kuna matumaini kupitia msaada wa kitaalamu kama tiba ya kisaikolojia. Mtu anaweza kujifunza kujitambua, kukubali udhaifu wake na kujenga uwezo wa kuelewa hisia za wengine. Jamii nayo ina nafasi kubwa katika kusaidia kwa kutoa uelewa baada ya hukumu kali, kwa kuhimiza watu kutafuta msaada pale panapohitajika. Narcissism ni hali inayotufundisha kwamba nyuma ya kujiamini kupita kiasi kunaweza kufichika maumivu ya ndani na changamoto za kihisia. Hivyo tunapaswa kujifunza kuelewa zaidi kuliko kuhukumu na kuhimiza watu kutafuta msaada wa kitaaluma ili kujenga mahusiano na jamii yenye afya na uelewa wa kweli. Hebu mtaje mtu unayemjua mwenye tatizo hilo kwenye comment section hapo chini. Fatma Bernard, Asam Online TV.